Leo biidhnillahi subhanahu wa ta'ala tutazungumzia kuhusiana na uchawi wa kufarikisha, uchawi wa kutenganisha, uchawi ambao unatumika katika kuwatenganisha watu, na hasatan tutazungumzia uchawi ambao unahusiana na tafriqi zawjain, kutenganisha baina ya mke na mume. Wasihru tafriq, na uchawi huu wa kutenganisha, ndugu mtazamaji, huwa an yaqida sahir, ni mchawi kutengeneza amal, kutengeneza uchawi wake, ligharadhi tafriqi baina zawjain, kwa lengo la kuwatenganisha baina ya wanandoa wawili. Yani mchawi anakusudia kabisa, anatengeneza amal. Baada ya kutengeneza amal, lengo la kutengeneza amali hiyo ni kuwatenganisha baina zawjaini, baina ya mke na mume. Lakini pia awil khutubati, au kutenganisha uchumba. Kuna baadhi ya watu kutokana na hasadi zao walizonazo, wakiwaona watu ambao wamependana, mapenzi ambayo wanatarajia kwenda kuoana, watu hawa wanakerekwa, wanaingiwa hasad katika nafsi zao. Kwa hiyo inawapelekea watu hawa kutengeneza amal ambazo zitakazowafanya watu hawa waweze kutengana na kuwa mbali, kila mmoja awe mbali na mwingine. Kwa hiyo mchawi anafanya kazi ya kutengeneza uchawi huu, litafriqi baina zawjaini au alkhutubati, au kutenganisha uchumba, au usar, au kutenganisha familia wakati mwingine. Lakini pia wa ghaliban yakunu fi tafriqi baina zawjaini, mara nyingi uchawi kama huu huwa unatumika katika kutenganisha baina ya wanandoa wawili. Mume na mke wanatenganishwa baada ya watu kuwa wameona jinsi wanavyoishi watu, pengine kwa raha, watu wanaishi kwa starehe, wanaishi kwa furaha. Inapelekea mtu anaamua kwenda kwa mchawi kwa ajili ya kuitenganisha ile familia, kutokana na hasadi ambayo alionayo, kutokana na chuki ambayo alionayo. Kwa hiyo anatenganisha baina ya hiyo familia. Awil khatib wa khatibti, au wakati mwingine mtu anakuja kutenganisha baina ya mchumba na mchumba mwenzake. Watu wamechumbiana, wamekubaliana kwamba muda fulani tutafunga ndoa, wamependana mapenzi ya dhati, mtu anaingia katikati na kuweza kuwafarikisha watu hawa. Kwa hiyo huu ni uchawi ambao ni mbaya sana, na ni katika aina za uchawi ambazo zimeenea katika huu ulimwengu, ambao ni sihri tafriqi baina zawjain, uchawi wa kutenganisha baina ya wanandoa wawili. Wanastashhidu ala hadha alkalam, na tunatolea ushahidi katika haya ambayo tuliyasema, bima jaa fi kitabillahi azza wa jalla, kwa yale ambayo yaliyokuja katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, pale ambapo aliposema wayataallamuna minhuma ma yufarriquna bihi baina almar'i wa zawjihi, kwamba wakawa watu wanajifundisha kutoka kwa wachawi, kutoka kwa watu ambao waliokuwa na mashaitani ambao waliokuwa wanafundisha uchawi, wanajifundisha kutoka kwao ma yufarriquna bihi baina almar'i wa zawjihi, yale ambayo yatakayotumika kuwatenganisha, yanatumika kwa ajili ya kutenganisha baina ya mume na mke. Na haya ameyazungumza Allah subhanahu wa ta'ala fi surati al-Baqara katika aya 102. Kwa hiyo katika aya hii kuna maneno mengi ambayo hatutaki kuingia katika maneno hayo, lakini tumechukua tu hii nubdha kwa ajili ya kuweza kuwafahamisha. Kuna baadhi ya watu ambao wanaosema kwamba uchawi ulikuwa unafundishwa na malaika. Kuna wengine wanasema la, uchawi ulikuwa unafundishwa na mashaitani, lakini mashaitani hao ndio ambao waliokuwa wakiwafundisha binadamu uchawi, namna gani ya kuweza kuwafanyia watu, kuwaroga watu na kutenganisha baina ya familia za watu. Kwa hiyo hii ni aya ambayo inaonyesha kwamba uchawi wa kuwatenganisha watu, kutenganisha ndoa za watu, ni uchawi ambao upo na watu wanaufanya, na sisi wote tunashuhudia. Na katika kipindi hiki ambacho tulichonacho biidhnillahi subhanahu wa ta'ala, tutazungumzia pia vipi mtu anaweza kujua kwamba huyu amefanyiwa uchawi,
wa kutenganisha. Tutaeleza a'rad, yani vipi utajua kwamba huyu au mtu amefanyiwa uchawi wa kutenganishwa baina ya mume, baina ya mke au uchumba. Tutaeleza vitu kama hivyo biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tunakuomba fuatilia tu vizuri, tulia kwa makini, sikiliza kwa sikio la moyo ili uweze kuelewa vizuri zaidi. Kwa hiyo hadhihi al-ayatu, aya hii ambayo tumeitaja ndugu mtazamaji, tadullu ala wujudi sihri tafriq, unaonyesha kuwepo uchawi wa kutenganisha watu. Uchawi wa kutenganisha watu upo. Wa dhakara Allah subhanahu wa ta'ala zawjaini ala jihati shuyu'i wal intishar, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ametaja katika uchawi huu au ametaja sura hii ya uchawi wa kuwatenganisha baina zawjaini, ametaja kwamba ni wanandoa, lakini ala jihati al-intishari wa shuyu', kuonyesha jambo hili ni shai', limeenea, limetanuka sehemu kubwa na watu wanalifanya kwa wingi, jambo la kutenganisha baina ya ndoa za watu. Qala Bishr ibn Muadh, amesema mmoja katika miongoni mwa wapokezi ambaye anaitwa Bishr ibn Muadh, yani Yazidi an Zuraya, kutoka kwa Yazidi kutoka kwa Ibn Zuraya an Sa'id an Qatada, kutoka kwa Qatada ambaye ni tilmizi Abdullah ibn Abbas na ambaye ni mufassir wa Qur'ani al-Karim, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, akasema watafriquhuma, na kutenganisha, yani kilichozungumzwa katika kutenganisha pale Allah aliposema ma yufarriquna bihi baina al-mar'i wa zawji, watafriquhuma an ya'khudha kullu wahidin minhuma sahibahu, ni kila mmoja kuwa anamtuhumu mwingine, anatengenezewa mazingira ya kumtuhumu mwingine. Tutazungumza mbele hapa namna ya njia zinazotumika katika kuweza kuufanya huu uchawi. Tuwe makini, tusikilize kwa makini. Watafriquhuma an ya'khudha kullu wahidin minhuma sahibahu, kila mmoja anamchukua mwingine, kila mmoja anaangalia makosa ya mwingine. Wa yabghadu kullu wahidin minhuma ila al-akhar au ila sahibihi, kila mmoja pia anakuwa ni mwenye kutengeneza mazingira ya kumchukia mwingine. Wa hadha, na jambo hili, yuaddi ila tanakuri kilaihima, linapelekea hao watu kutoelewana, kutokaa pamoja, kutoweza kufikia muafaka katika ile mizozo midogo midogo ambayo wanaopitia. Bihaithu la yastati'u ahaduhuma tahammula ru'yati al-akhar, kiasi ambacho inafikia kwamba kila mmoja hawezi kuvumilia kukaa na kumtizama mwenzake. Kila mmoja anakuwa na chuki mwenzake, akimwona mwenzake anakuwa siji kama ameona kitu gani. Swali la kujiuliza ndugu mtazamaji, ma hiya at-turuq allati yatimu biha sihru at-tafriq, hawa wachawi wanatumia njia zipi? Njia zipi ambazo zinazotumika katika kuweza kutekeleza uchawi wao wa kuwatenganisha watu? Tumesema tunazungumzia uchawi wa tafriq, kuwatenganisha watu baina ya mume na mke, familia, mambo ambayo yanayopatikana katika kuwatenganisha watu. Nini sasa kitu ambacho au njia gani ambayo inayotumika katika kuweza kuwatenganisha baina ya mume na mke? At-turuq allati yatimu istikhdamuha fi amali sihri at-tafriq, njia ambazo zinazotumika katika kuweza kutengeneza amali ya tafriq, uchawi wa kuwatenganisha watu, zinatumika njia zifatazo ambazo nitakazozitaja. Njia ya kwanza, kuna njia ambayo wanaita istikhdamu sihri al-fodo au ma yusamma bi sihri ad-dumya, kutumia uchawi ambao unaitwa sihri al-fodo au uchawi ambao unaitwa sihru ad-dumya. Tunaposema sihru al-fodo au sihru ad-dumya, maana yake ni uchawi wa kutumia kikaragosi. Vikaragosi, mtu anatafuta kikaragosi au anatengeneza yani mdoli ambao tunaita midoli. Hii
ni miongoni mwa njia ambazo zinatumika katika kuweza kutekeleza uchawi huu ambao ni sihri tafriq. Hii ni sehemu ya kwanza. Tunataja bil ijmal kwa ujumla, lakini pia tutakuja kufanya al-idah au tafsil katika kila kimoja ambacho tunachokitaja. Kitu cha pili, au suratani lilmuradaini tafriquhuma, au zinatafutwa picha mbili za wale watu ambao wanaotakiwa kuweza kufanyiwa tafriki, kutenganishwa. Picha, tutakuja kuzungumza masuala ya picha yanafanyaje kazi. Picha watu wanapiga picha ovyo, wanazisambaza ovyo, wanapiga picha wanaonyesha neema walizonazo. Kuna watu wanaingiwa na hasad, kuna watu wanaingiwa na chuki. Kwa hiyo mtu anaweza akatumia sura, picha ya kwako kwa ajili ya kukutengenezea tafriq, au pia kwa ajili ya kukutengenezea amali yoyote ya kuweza kukuharibia we mambo yako. Kwa hiyo kitu cha pili, njia ya pili inatumika ni kutafuta picha za yule mlengwa ambaye anayetakiwa afanyiwe sihri tafriq. Jambo la tatu, kuna kitu anaita irsalul jinni al-ashiq, mtu kutengenezewa jini ambaye anaitwa jinni al-ashiq, jini ambao tunaita kwa Kiswahili wanamuita jini mahaba. Linatengenezwa jini mahaba, kisha linafanywa kutumwa ila almuradi tafriquhu au tafriquhuma, kwa yule ambaye amekusudiwa kutenganishwa au amekusudiwa kutenganishwa. Wanatumiwa jini hili ambalo litakwenda kwa ajili ya kutengeneza mazingira ya hawa watu wawili wasiweze kuwa pamoja, waweze kutengana. Tukianza sasa kufafanua ule uchawi ambao, njia ya kwanza ambao tumezungumza, ambayo inaitwa sihri al-fudu au sihri ad-dumya. Amma sihru al-fudu au ad-dumya yaatamidu ala sun'i dumyatin, ni uchawi ambao unategemea kutengeneza mdoli au kutengeneza kikaragosi, mdoli ambao tumathilu shakhsan muayyanan, ambao mdoli utakaokuwa unafanana na mtu fulani, mtu maalum ambaye amekusudiwa kufanyiwa uchawi. Kama atakuwa ni mwanaume, basi mdoli utatengenezwa katika sura ya kiume. Kama atakuwa ni mwanamke, mdoli ule utatengenezwa katika sura ya kike. Tumathilu shakhsan muayyanan, huo mdoli utakuwa unawakilisha mtu maalum au unatengenezwa katika mazingira ya kufanana na mtu maalum. Wastikhdamu al-ibar, lakini pia wakishatengeneza huo uchawi zinatafutwa sindano, zinaweza zikatafutwa sindano katika kuweza kutekeleza uchawi huo ambao tunaita sihri dumia kwa lengo la tafriq. Hii ndio ambayo au al-idhar, wanatafuta sindano, lakini pia hizo sindano baada ya kuwa zimetafutwa zinatengenezwa ile dumia, linatengenezwa kile kikaragosi. Baada ya kuwa kimetengenezwa vizuri katika sura vile la mtu, kisha baada ya hapo kile kikaragosi kinafanyiwa kitu anaita ta'widhat, kinafanyiwa ta'widhat. Ta'widhat maana yake ni maneno ya kichawi, yanazungumzwa maneno ya kichawi katika ile fodo. Lakini baada ya kuwa zimetafutwa athari ambazo ulizonazo wewe ambaye mlengwa, tutakuja kuzungumza hapa athari ambazo zinazotumika katika kutengeneza au vitu ambavyo vinavyotumika katika kutengeneza hii ad-dumya. Lakini hizi ta'widhati zinapokuwa zimetengenezwa, lengo lake liidha'il muradi sihruhu, zinatengenezwa kwa ajili ya kumfanyia maudhi yule ambaye amekusudiwa kufanyiwa uchawi. Maudhi yenyewe nini? Tafriq. Ima utenganishwe wewe na mume wako, utenganishwe wewe na mke wako, utenganishwe wewe na mchumba wako, utenganishwe wewe na familia yako. Hizi zote zinafanyika katika kutumia hichi kitu ambacho kinaitwa dumia. Watusna'u hadhihi dumia, na hii dumia huwa inatengenezwa kwa vitu vifuatavyo. Kitu cha kwanza, min al-qimash, inatengenezwa kupitia kitambaa, nguo. Inatafutwa nguo maalumu ambayo nguo hiyo itatumika kutengeneza dumia, kutengeneza kile kikaragosi au kutengeneza ule mdoli. Inatumika qimash au
pia watatumia kitu kinaitwa ashama. Ashamu maana yake mshumaa. Mshumaa pia unatumika katika kuweza kutengeneza shakli ya insani katika muundo wa mwanadamu, kwa sababu mshumaa ni kitu ambacho kinawezekana kuyayuka, kinawezekana kufanya tashkilati al-ajsad, kutengeneza miundo mbalimbali, kwa sababu unaweza ukauyayusha na ukarudi ukaugandisha kwa mara nyingine. Kwa hiyo wakatengeneza hiyo sura ya binadamu kwa kutumia nini? Kwa kutumia shuma. Au kitu kingine ambacho kinachotumika katika kutengeneza hilo dumia, al-khashab au al-khashab. Wanatumia mbao, inatafutwa mbao, inachongwa kama vile mdoli, kama wanavyochonga hao watu ambao wanaotengeneza masanamu ya kuchonga, au wanaotengeneza tamathil. Lengo nini? Litakuna ramzan li shakhsin mustahdafin, iwe ni alama ya yule mtu ambaye amelengwa. Wewe ni mwanaume, unatengenezwa katika sura ya kiume. Huyu ni mwanamke, anatengenezwa katika sura ya mwanamke. Waqad yakunu hadha alqimash, na inaweza ikawa hicho kitambaa, hiyo nguo, min thawbil mashur, inatokana na nguo ya yule ambaye mwenye kutaka kufanyiwa uchawi. Inachukuliwa nguo yako, mtu anatafuta athari yako. Kama ni nguo, bwana fanya mpango tutafute nguo yake. Umetukua nguo zako umezitupa nje, pengine labda unataka kwenda kufua au kufanya vitu kama hivyo. Watu wanafanya mpango, zinapitiwa nguo zako ambazo ulikuwa unajiandaa kuzifua, au pengine umeziweka katika mazingira ambayo sio mazuri, zinachukuliwa, watu wanatengeneza. Wayuzawiduhu au wayuzawidu alayhi, lakini pia anaongezea katika hiyo nguo baada ya kuitengeneza katika shakli ya dumia, bil azfar, anaweza akaongezea kucha au sha'r, au akaongezea nywele. Thumma yushimmu bihi al-khadim as-sufli, kisha ananushisha ule khadim as-sufli ambaye ni jini, ambaye ni khadim as-sufli, ambaye anaifanya kazi kwa wachawi kwa ajili ya kutengeneza zile amali ziweze kufanya kazi. Thumma yati ilaika, kisha anakuja yule jini kwako wewe, wayatalabbasu bika, kisha atakuvaa, wayuhawilu wajha al-mashuri ila ma yukhifuhu al-akhar, na anaubadilisha uso wa yule ambaye amefanyiwa ule uchawi wa kutenganisha kwenda kwenye uso mwingine, ambao uso huo utakuwa unamwogopesha yule ambaye wewe ni mtu wako wa karibu, ni kama ni ndugu yako, kama ni mume basi anavalia shamvali na mgeuza uso wake unakuwa hauna muonekano mzuri kwa mwanamke. Au ikiwa ni mwanamke anavaliwa na lile sheitani, linamgeuza uso wake unakuwa hauna mvuto kwa mume wake, jambo ambalo litakwenda mpaka mwishoni mwake linaingiza kitu anaita tafriq. Watu wanatengana, wanaachana, kwa sababu kila mmoja anakuwa anamchukia mwenzake, kila mmoja anakarahika akimwona mwenzake. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo yapo katika jamii, yapo kwa watu, na watu wanayafanya sana mambo haya ya uchawi kama huu ambao tumeusema sihri tafriq. Jambo la pili tulisema suwar, watu wanatafuta picha wanazipeleka kwa mchawi, au na jambo la picha limekuwa ni rahisi lakini ndio akhtar. Jambo la picha ni rahisi lakini ndio jambo hatari. Mtu anaweza akapata picha sehemu yoyote. Anaweza akapata picha katika Facebook, anaweza akapata picha katika mitandao hii ya kijamii iliyoingilia sasa hivi. Zamani kidogo ilikuwa ni jambo ambalo lina ugumu. Mtu paka aje kupata picha yako aweze kwenda kuifanyia sihiri, ilikuwa ni jambo lenye kazi sana, kwa sababu watu walikuwa wanapiga picha wanaziweka kwenye album, mtu anaweka ndani kwake. Lakini sasa hivi mtu akipiga picha anaisambaza mtandaoni, anaonyesha neema alizopewa mtandaoni, kumbe ile jambo wakati mwingine linaweza kukuharibia wewe yale ambayo uliokuwa unayatarajia. Kwa hiyo sura, picha zinatafutwa. Wayatatabaqu sihru al-fudu, na mara nyingi sihru al-fudu ma sihri suwar zinakuwa kama zinaendana, mutatabiq, zinaendana katika sura kama hiyo. Illa anna hadha min akhtari turuqi as-sihr, lakini uchawi wa kutumia picha ya mtu ni katika uchawi ambao ni mbaya, na ni uchawi ambao ni hatari kupindukia. Ni uchawi ambao una hatari kubwa, kwa sababu
Mtu anapochukua picha yako anaweza kuitumia vyovyote kama tutakavyotaja hapa mbele. Wa annahu, na kwamba mtu anapopata hiyo picha, yustakhdamu fi kathirin min a'rad as-sihr, inatumika picha katika malengo mengi ya kichawi. Malengo ni mengi, miongoni mwa moja ya malengo ya kutumia picha katika uchawi ni sihri tafriq, liannahu qad yakhtaru as-sahir, anaweza akachagua mchawi makana al-idha fi jasadik, sehemu ya kutaka kukuudhi wewe katika kiwiliwili chako. Qad yakhtaru sadra, anaweza akachagua kifua. Wa qad yakhtaru jihaza tanasuli, anaweza akachagua sehemu ya uzazi kwa mwanaume au kwa mwanamke, kwa sababu picha mathalan, na mara nyingi wanatafuta picha ambayo umepiga inakuonyesha kuanzia juu mpaka chini, ili waweze kuwa ni wenye kutengeneza zile amal na kuweza kuweka athari katika sehemu anayotaka. Kwa hiyo unaweza kukuta mtu apate uzazi katika ndoa inakuwa nzito. Uenda ukakuta mtu anakuwa kila siku hivi vifua vishi kumuuma, sababu ni hiyo. Unaweza kukuta mtu moyo wake kila siku unamuuma, sababu ya hiyo. Mtu kumbe anaweza kawa ametumia aina hii ya uchawi ili kuweza kukuletea athari kama hizo, kama tulivyoweza kusema. Kwa hiyo ni min akhtar anwa'i sihr, na watu tunatakiwa tuwe makini sana katika kuweza kuonyesha zile faida zetu au furaha zetu ambazo tulizonazo, tusiweze kuzionyesha mbele za watu. Wakati mwingine Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia istainu fi umurikum bilkitman, chukueni msaada katika mambo yenu kwa kuyaficha. Yaficheni mambo yenu, sio kila jambo wewe ni kuliweka wazi. Wakati mwingine linaweza likakuletea athari. Hasadi za watu ziko, mtu anaona inakuwaje huyu kapata hali hii, kapata maisha haya, yatakusababisha wewe kuingia katika sehemu ambayo isiyokuwa nzuri. Lidhalika naqul, kwa ajili tunasema innahu min akhtari al-ashar, huu ni katika uchawi ambao uliokuwa mbaya. Kwa hiyo hii uchawi wa kutumia picha ni uchawi mbaya. Anachagua mtu sehemu ya kukupiga wewe, mwili anachora nipige wapi, kama ni mbavu, yani kokote kule mtu alipokusudia anaweza akafanya ya kwake. Kwa hiyo tunatakiwa kuwa makini, kuchukua tahadhari sana. Jambo la tatu, kutumwa jini ambaye anaitwa jini al-ashiq. Jini al-ashiq ni jini ambaye anaweza akakuvaa njiani, na pia ni jini ambaye anaweza akatumwa. Jini al-ashiq anafanya sehemu zote mbili. Anaweza akakuvaa njiani, kamuona mwanamke anatembea kajiachia, jini al-ashiq anamvaa huyu mwanamke. Baada ya kumvaa, na jini al-ashiq ni katika majini ambayo ashaddu irtibatan bi sahibi, ni katika majini ambayo yanaambatana na yule ambaye amempenda, muambato ambao hausemeki. Kwa hiyo huwezi wewe kupata mchumba wala huwezi kuolewa. Ukiwa umeolewa atafanya kila aina ya njia mpaka uachike. Jini al-ashiq, tutaonyesha baadhi ya vitu ambavyo vinavyohusiana na jini al-ashiq, lakini pia tutaonyesha a'rad mwisho kabisa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Qad yursilu sahir ila almuradi sihruhu aljinna alashiqa, mchawi anaweza kutuma kwa yule ambaye amekusudiwa kufanyiwa uchawi, akamtumia jini ambaye anaitwa jini alashiq. Wa huwa ashaddu aljinni irtibatan bilinsan kama dhakarna, yeye anafungamana sana na mwanadamu. Akimwambata amemwambata maadamu yeye manake ni anapenda, kampenda mwanamke anampenda kweli, kampenda mwanaume anampenda kweli. Wala yakhruju bisuhulatin, na jini hili kutoka kwake huwa kuna tabu sana. Kutoka jini al-ashiq katika kiwiliwili cha mtu kuna tabu sana. Illa bituruqin muayyana, isipokuwa kwa njia maalum, ambazo njia hizo zinajulikana na watu ambao ni wataalamu katika fani hizi za at-tib. Wataalamu ambao wanazijua njia hizi wanaweza kuzitumia katika kuweza kumtoa jini al-ashiq. Lakini ni katika jini ambaye yani min asab, ni katika majini wazito wagumu katika kuweza kutoka. Ndugu zangu ambao mnanitizama, jini al-ashiq, ili kuonyesha mtu amesibiwa na jini al-ashiq, lahu alamat, kuna alama huwa zinajitokeza.
Na hizi yani jini al-ashiq maana yake umetumiwa, baada ya kutumia limekuvaa, lengo lake ni kufarikisha, ni kutenganisha baina zaujain, kutenganisha baina ya wake, kutenganisha baina wachumba. Mtu apate wachumba, anatembea, kila anayemuona wachumba wanakuja wanakuchumbia siku 2-3 wanakimbia. Watu wanakuja wanataka kuoa siku 2-3 wanakimbia. Shida nini? Shida ni wewe kwamba umesibiwa na jini al-ashiq au umefanyiwa sihri tafriq. Njia ya kwanza ya kujua kwamba wewe umefanyiwa una jini ambaye ni ashiq, njia ya kwanza alihtilam, kujiotea. Mtu kila akilala anajiotea, kila akilala anajiotea mara moja mara mbili. Yaani unakuta kujiotea ni kitu ambacho kimekithiri kwake yeye. Na mara nyingi mtu katika kujiotea, kuna mtu anajiotea hata kama yuko kwenye ndoa, yuko na mume wake, lakini bado sura ya kujiotea inakuja. Basi ujue wewe umesibiwa na jini la ashiq. Uko na familia, umeolewa, lakini unashangaa usiku kilala unaota unafanya mapenzi na kiumbe ambacho mtu ambaye usiomjua, uko ndotoni, na wakati mwingine ile hali ya ihtilam inafika mpaka mwisho. Hii inaonyesha kwamba umesibiwa jini la ashiq. Jambo la pili ambalo litakufanya wewe ujue kwamba umesibiwa na jini la ashiq, albughdhu lizauji au zauja, mtu kumchukia mume wake au mke kumchukia mume. Yani chuki tu inakuja ambayo haina mpango wowote. Jambo la tatu, al-alam waqta al-jimaa. Pia wakati mwingine katika njia ya kujua, mtu pengine alikuwa hapati maumivu wakati anafanya tendo la ndoa na mkewe au na mumewe. Ghafla watu inatokea inakuwa sasa kuna maumivu mtu anayapata makali wakati wanashiriki tendo la ndoa. Hii inaonyesha kabisa kwamba wewe umesibiwa jini la ashiq, kwa sababu jini la ashiq hataki mpenzi wake asogelewe na mtu yoyote. Ni katika majini ambayo yana ghira shadida, yana wivu ambao uliopitiliza, wivu mkubwa sana. Lakini njia ya 4 ambayo pia inatakiwa watu waijue, suratul qadhf au suratul qadhfi, kufika haraka kileleni, lugha ambayo inayozungumzwa, kufika haraka kileleni. Kwa nini? Jini la ashiq anapompata mwanamke huwa hataki wewe msogelee yule mwanamke ambaye yeye amempenda. Kwa hiyo ikitokea wewe umemsogelea yule mwanamke, maana yake atafanya kila njia wewe usiweze kutekeleza tendo la ndoa na yule mwanamke. Anachokifanya nini? Anakutengenezea mazingira ya kupata suratul qazf. Wewe ufike kileleni mapema, ili kutokee tu baina ya msuguano wewe na mkeo au na mumeo, basi ifikie katika wakati ambao nyinyi mnamweze kuachana. Na hili jambo linaweza likawa ni mutakarrara, ni jambo ambalo lenye kujirudia rudia. Kila ukimsogelea mke wako huu kaza. Na ndio maana hii ni kitu ambacho kipo na ni waqi'. Ni kitu ambacho kipo. Mtu anaweza kuwa na wake 2, 3, 4. Kwa wake 3 walionao akienda anakwenda vizuri, lakini kuna mmoja akisogea suratul qazf inajitokeza. Hii shida ni nini? Maanake huyu mmoja maanake huenda kasibiwa na jini la ashiq. Akiwa kwingine anakuwa vizuri, lakini akiwa kwa huyu anakuwa katika mazingira ambayo sio mazuri. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinajitokeza katika familia hizi ambazo zilizopo. Lengo nini? Watu wafanye tafriq, watu watengane, wasiweze kuwa katika hali iliyokuwa nzuri. Lakini sura nyingine, man'u rajuli anil intisab indama yaqtaribu ila zawjatihi, kumziwia mwanamke yani tunasema kumziwia mwanamume sehemu yake isiweze kusimama vizuri wakati anapomsogelea mkewe. Hii ni kitu ambacho kinatokea. Sasa hiyo sio uweze kufika mwishoni haraka, maana yake unapomsogelea tu habari zinapotea. Kwa hii pia inasababishwa na jini al-ashiq, pale ambapo inaweza kuwa jini al-ashiq ni mursalan bu'd kwa lengo la kuja kufanya tafriki katika ndoa hiyo. Kwa hiyo وهذه الأشياء يؤدي إلى تنافر بين زوجين وقد يؤدي إلى التفريق والطلاق. Hivi vitu vinapelekea kutengana baina ya wake wawili, na yani kutaka kututenganisha, lakini pia linaweza likafikia jambo hilo mpaka watu kuweza kuachana. Jambo la mwisho katika kipindi chetu, tutaeleza malengo au alama ambazo mtu akiwa nazo ajue kwamba yeye amesibiwa na uchawi wa tafriki.
tutataja alama 6. Alama ya kwanza, qalbul hubbi bughdan, kubadilisha mapenzi kuwa chuki. Ghafla tu watu walikuwa wanapendana, mara imekuwa ni chuki. Jambo la pili, takhayulul uyub, yani kila mtu anakuwa anafikiria aibu za mwenzake, kila mara mtu kumsema mwenzake vibaya, kila mtu kumtupia, kila mara mmoja katika wanandoa wawili kumtupia mwenzake aibu, kumkosoa, kufanya nini. Hayo ndio yanakuwa ni maisha yao. Hakuna kuweza watu watakaa katika sura ambayo iliyotulia. Jambo la tatu, inidamul a'dhar waltimasiha li tarafi al-akhar, kukosekana udhuru na kuweza kuzitafuta zile yenye udhuru kwa mwingine. Maisha tunayoyaishi, hakuna watu wanaishi siku zote wamekaa wamepatana. Kuna kipindi watu watagombana au watu watakoseana. Inapotokea watu wamekoseana, kila mmoja anatakiwa mtafutie udhuru mwingine, wasameheane, wazungumze, aishe, waendelee na maisha. Lakini sasa ikitokea kakosa kadogo, tayari limekuzwa, limekuwa kubwa, inapelekewa mambo mpaka yanavurugika, watu wanashindwa kuelewa hili limetoka wapi. Jambo la 4, ashakul mustamir, shaka ambalo yenye kuendelea, watu kila saa kushakiana, kila mmoja anamshakia mwenzake. Jambo la 5, alghadabu sari', hasira za haraka haraka, liatfahil asbab, kwa sababu ambazo ni tafha, ndogo tu, ndogo mtu anakasirika, tayari ugomvi umeshakuwa mkubwa. Na jambo la 6 la mwisho, alistihalatu fil baqa, kutowezekana mwanamke huyo kubakia, anaona kwamba kwenye hii ndoa mimi siwezi kubakia. Yani kila mmoja sasa anaona hii ndoa bora ife. wa dhiqi sadr ahadi zawjayn inda tawajudi fil manzil, na kila mmoja ukiwa nje umetoka umeenda kwenye shughuli zako, moyo wako unakuwa umekunjuka. Unaporudi tu nyumbani ukakutana na mke wako, tayari viki inaanza, shida inaanza, unahisi kubanwa kwenye kifua, unahisi hasira zimekuja. Na mwanamke pia hivyo hivyo, anahisi viki, anahisi hasira. Hii inaonyeshwa nyinyi mmefanyiwa sihri tafriq. Kwa hiyo ni kuchukua hatua, kututembelea katika kituo chetu kwa ajili ya kuweza kusaidiana katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuwezesha tuweze kusaidiana katika haya mambo ambayo, matatizo ambayo yanayokuta jamii, yanawatokea watu biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Namba zinapita hapo katika chini, ambazo namba za kituoni kwetu Al-Karama. Kwa hiyo kwa haya ambayo tumeyazungumza, Allah subhanahu wa ta'ala atujalie. Hii ni silsila, tutazungumza mambo mengi sana ambayo yanahusiana na sihri, na pia tutakuwa tukizungumzia mambo yanahusiana na biolojia, lakini pia mambo yani biolojia, lakini pia tutazungumzia fiziolojiatil insan. Fiziolojiatil insan maana yake kuzungumza wazaif a'dha'il insan, kuzungumza kazi za viungo ambavyo viko kwa mwanadamu, matokeo yake zina madhara gani, tiba zake ni zipi. Yote tutakuwa tunazungumza katika kipindi chetu biidhnillahi subhana wa ta'ala. Naktafi bihadha alqadr wa sanutabi'u alhaditha fi halqati alqadima. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.